Kwa mujibu wa taarifa zinasema uongozi wa klabu ya Liverpool unambaka ama unamtia nguvu au unamuunga mkono kocha Arne Slot kwa kufanya uamuzi ambao ameufanya, na hiyo ni statement. Hata kitendo cha kutokumuhusisha kwenye safari ya kwenda kuifuata Inter Milan ni statement ya kwamba yeye ndo mwenye authority ndani ya club, yeye ndo mwenye mamlaka ndani ya club, na hajafurahishwa na kile ambacho Mohamed Salah amekizungumza. Mbali na hivyo sasa, hatima ya klabu ya Liverpool na Mohamed Salah itafahamika wakati ambao pengine Mohamed Salah atakuwa kwenye AFCON, kwa sababu atakuwa kwenye michuano ya AFCON, na kipindi hicho pia dirisha dogo la usajili itakuwa limefunguliwa. Atakuwa huru yeye kuondoka ama kuvunja mkataba wake na klabu ya Liverpool. Lakini tarehe 13 Liverpool wanatarajiwa kucheza dhidi ya Coast ya Brighton, na pengine kama Mohamed Salah akipata nafasi ya kuitwa kwenye kikosi hicho ukawa mchezo wake wa mwisho. Yeye mwenyewe anasema hajali kama atacheza au hatacheza, sana sana tu atakuwepo kwenye uwanja kwa ajili ya kuaga mashabiki, kwa ajili ya kuelekea kwenye AFCON. Kitakachotokea akiwa huko tutakifahamu. Vilabu vya Saudi vinatoa sana macho kwa ajili ya kumtazama Mohamed Salah kama sehemu ya wale wachezaji ambao wanatamani kuwasajili. Umri wake of course umekwenda, na pengine ni wakati wake na yeye wa kubadilisha challenge mara baada ya kuisaidia Liverpool msimu uliopita kwa idadi ya magoli aliyofunga na kutoa ubingwa wa Uingereza. Pamoja na mafanikio yote ya klabu ya Liverpool ikiwemo kutoa UEFA Champions League, amekuwepo Mohamed Salah kwa nyakati ambazo Liverpool ilikuwa inajijenga na inaimarika kuwa klabu yenye ushindani mkubwa. Lakini kwa sasa Wayne Rooney pamoja na watu wengine wanaamini kitendo cha Salah kuzungumza anajivunjia heshima aliyoijenga kwa muda wote ndani ya kikosi cha klabu ya Liverpool. Ni kuombe wewe ambao unatazama kwa hivi sasa, hakikisha una subscribe kwenye channel yetu ya IREM TV kwa ajili ya kuendelea kupata taarifa, matokeo pamoja na matukio mbalimbali ya kimichezo.